Akaachia wanafunzi hao. Sasa Mei yuko hapa. Hey. Mama anapiga finga zikisema kwenye kichwa umekufa. Aliputa mpaka chap. Akapiga kucha namna hiyo, kapanda pale juu mtaka ngoma namna hiyo. Aliwatoboa mafuvu ya kichwa. Cheki. Aliwatoboa mafuvu ya kichwa pale pale. Amekomaa vidole. Alizamisha kwa kichwa. Chekia ngoma hii. Aliwapiga finga za kichwa. Vidole vikazama kwa ubongo namna hii. Ametoboa fuvu namna hii. Inaitwa Bonnie Crow. Hapa karuduka ya mgongo wa jamaa pale chap. Bonnie Crow. Nine Darkness. Huyu nani? Wakatimba wengine kutoa msaada pale pale. Wao wakawa nakimbia. Mara wakatimba wengine hao. Kama kitoroka leo, baba mimi sikuumba ulimwenguni nakwambia. Leo uweni mahali. Okay. Onekana niliwapiga mkutosha. Sasa mtawapiga nani bwana? Nikatuma silaha zikatupwa namna hiyo. Sasa nichikie matusi au mwanamke anamuita Mei, anamuita the Black Slayer. Si mchezo. Akatumisha akarudishia tena nyingine tena. Akarudishia zile pale pale. Majamaa kama namna hiyo kazikwepa silaha. Sasa sio ulikuwa namna hiyo. Wako si mchezo. Kama zikwepa pale namna hiyo. Unafikiri tuweza sisi hapa? Tunamtegemea hiyo Slayer. Unafikiri nani yeye? Huyu amesomea style mbalimbali. Ni zaidi ya master kwangu yani. Basi ngoja nione uwezo wako. Sasa kumbuka mama ana miguu yake ni mibovu yani. Kwa hiyo jamaa kana anamsikia, anapigana nao namna hiyo. Godinya kana anamsikia, yeye anapigana namna hiyo. Unaona? Godinya kana anamsaidia kushika kwa sababu ana miguu. Kwa hiyo jamaa anakuwa miguu yake. Mtakima tu mama unamnataki. Mama anafinya si mchezo. Anafanya pale pale si mchezo. Anataka kumalizia mama kama namna hiyo. Cheki. Ana miguu yake ni mibovu lakini cheki shughuli yake. Anapigana kwa kiliwiliwili namna hiyo. Jamaa kana ama lakini ngoma wapi? Si mchezo. Kiliwili ni kibovu lakini cheki shughuli ilivyokuwa hii. Miguu yake afanya katakia anapiga mkono. Si mchezo. Kamshika kama moja kuvutia na cheki. Kamtanya pale pale. Jamaa karuka mpaka mwisho kingoma ni wapi hiyo? Akatanya chap chap. Wakapeleka baki na alama namna hiyo. Kama kazunguka na makazunguka na macheki. Aliwapa. Si mchezo. Akaingia master mwingine hao, wakatimba wengine. Mashujaa 7 wakatimba. Wewe kumpa msaada Jing pale pale. Si mchezo. Panga lao. Hatimaye mashujaa 7 mmekuja haraka. Kwani mko wa master? Watu wanamfuata wanawake wapuuzi hao. Wanawake wapuuzi. Wanamuongezea Yanke yule pale. Mei Chaofeng. Wewe si Mei Chaofeng huyo? Mwa binti. Kwa tulia kwanza. Sister, mwachie Jing aende. Ama mashujaa 7 na maadui zao na maadui zangu wakubwa sana hao. Wewe Jing. Unambeba wa mchawi nyuma yako. Kumbeba ni story ndefu mjomba. Sijambeba kwa makusudi. Ni kwamba nilichukua dawa nikamsaidia Mr. wangu ni mgonjwa. Nikaa nimekutana na huyu mtu. Wewe ni nani? Naitwa Zanke. Naitwa Flying Bat. Kiongozi wa mashujaa 7. Kumbe hatimaye mashujaa famous 7 ni mashujaa maarufu sana ndo hawa. Hamna ushujaa wote watu. Amedebwedo tu hao. Atupotezea muda wetu hao. Wakaona wapige mechi kwa mechi mzee. Moto bati. Moto kwa moto unagonga si mchezo. Kama mtu wewe wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Kwambie kitu, mwachie Jing aende. Nataka nyoka wangu. Jamaa wako asikii mzee. Yeye anataka nyoka yake. Alipigwa. Jamaa kaona sintani wewe. Peleka mashine kwa juu Jing akaama namna hii. Kumbuka amembeba yule mchai pale kwa juu. Kambeba Yufei pale juu. Sister, kumbuka nani Darkness alikuwa anatumia. Tumia hiyo style. Wakamfuata kwa mguu nchekia matusi mambo haya. Wakatulia pale. Jing, uko salama Wewe mtoto wa Deviant, si ndio uko hapa? Deviant. Yuko wapi huyo? Yule mchai pale. Jing mtoka wapi na hao watu? Nani mchai wewe? Mchai mwenyewe mfupi wewe. Mimi mfupi. Mtoto kutoka Nine Darkness huyo. Itakuwa Mei amembeba kwa kusudi huyo. Itakuwa na uwezo wa kupaa huyo. Itakuwa ni vizuri sasa tegemea na uwezo wetu. Tumshushe Mei pale. Mei akatoka chak. Wote kimbie. Wakawatoroka pale. Jing, master. Ulisema kwamba Wang alikuwa ameumia, si ndio? Toto kamuone. Wewe ndani. Wakati wanapigana wakawaacha pale. Usitufuate mchawi wewe. Ronga. Tutakutana baadaye unaenda nao. Tutakutana baadaye. Hamna shida. Jing akakimbia. Binti naye akaona wanapigana wako busy. Jing naye akaishia. Dada Mei, tumia quack position. Piga finger mzee. Mei si mchezo. Tumia nail position. Akawapa tiki. Aliwabetua mzee. Afa katua juu ya mtu mmoja namna hii. Miguu yake ni mibovu.
Vamia mjinga mdomo wake mbaya huyo. Njoni guse basi. Kaka, usiturikiwe. Kuna uchawi unatendeka ajabu ajabu hapa. Alipigwa. Pigwa nyingine tena mzee. Alivozubai kama mwisho wao. Mama anapiga hivi, usiombe akupige finga. Akupige finga umeisha. Si mchezo. Mama kapaa juu chap. Miguu yake ni mibovu, hawezi kutumia miguu. Akatua chap, akakaa juu ya mwamba. Mara jamaa wako akaja. Prince. Yang Kang akaja. Prince. Mnaita nyumbani, baba anaita haraka sana. Prince, unamjua kipofu? Huyu pia tulimuita. Ni mgeni wetu pia. Mume pia alimuita. Mei pia aliitwa kwa njoni. Ni hali ya ghafla. Baba anawaita, mamangu ametekwa. Mamangu ametekwa? Queen ametekwa, amechukuliwa. Nahitaji msaada wenu. Queen ametekwaje? Usitakuwa na ujinga huu. Nani asubutu kumteka Queen huyu? Tunakufuata mheshimiwa. Haya twendeni. Waende kumwokoa Queen. Mama anashangaa. Ngojing. Ngojing. Ronga. Wamemtoroka. Huyu Mayu kufika hapa, walishangaa nakuta damu zimeingia kwenye nyumba hii. Kumbuka wote hawa ni mamasta wa katika jumba la mataoisti ambao na kama master matupu. Wakawa wamesogea taratibu, kwa nini damu ziko hapa? Mara kosa anapanga pale. Kwa nani huyu? Alikuwa na binti Nancy Mu. Nancy Mu alikuwa hapa. Wamuita Misimu pale. Walimgusa, wakampora upanga. Ngoja acheni kwanza. Mara kamuona, madam, princess. Akamwambia taoisti usijali. Mbona uko hapa? Sitoka kwa jumba la kifalme. Yang Kang yuko wapi? Kang. Mara Taisi akatokea. Taoisti Q. Chuji. Unanikumbuka? Wewe ni miaka 18 iliyopita. Unanikumbuka? Alikuwa amemsahau ni Taisin. Akampa katika kijiji cha Niuja. Yan Taisin. Umenisahau? Kaka yangu. Alifikiri amekufa. Kweli ni wewe? Akamwambia ni mimi sikufa. Leo niko hapa. Waliongea kiume na wanaume walizungumza. Sasa mtu ambaye ataki kuamini kama mwanamke wake amechukuliwa ni Prince wa 6. Mheshimiwa, na Yang Kang yuko hapa. Nyie wote akishachukua kundi lako la kutosha, zingira kila njia kutokea nje ya mji huu. Akisha mnampata mama yako asitoke hapa na huyo mtu asiondoke. Umesikia nyie? Mtu atasipite. Sasa akawaelezea kila kitu ilikuwaje mpaka akapona. Chuji kumbuka na alikuwa mara ya kwanza alikuwa rafiki yao, master wa kwanza. Hatimaye nikapatana na mke wangu tena. Na kama sio kwa eneo kama hili na uongo huyu mtu, huyu mwanaume, tulikosa kupata kwa muda mrefu sana. Vile Prince wa 6 alidanganya. Lakini mtoto wangu amekataa kumsikiza babake. Haamini kama Yan Taisin babake. Sisi tunafanyaje master Chuji? Akamba sio makosa yake. Ni makosa yangu mimi kwa sababu alishindwa kunitambua. Mama mimi simlaumu wala. Ni kama natumai kwamba siku moja ataelewa. Baba, uko salama? Akamba ni Yang Kang muumiza, akambia yeye. Mtoto lakini ili jeraha mbona kama la kukuua hivi? Na maana Yang Kang hataki kukuua au? Sio kwamba hakutaki. Hataki kuwa maskini. Sababu amekuwa prince ana utajiri mkubwa. Tuachane na hayo bwana. Ni mapema sana kufika kwa hitimisho wakati hatuna ushahidi. Itakuwa sio nzuri. Anyway, kwanza simsindikize yeye mkaenda nyumbani kwenu kwanza mkawa salama. Ndio mengine akafuata. Mara wasikia Little Prince, kuna njia iko hapa. Atakuwa kuna watu humu ndani humu. Akaambia sikizeni, tuleni hapa. Sasa wakafika ile nyumba ambao wako kwa ndani. Sasa Yang Kang ndo anaongoza kikosi kizima. Hataki kuamini kama baba yake ni huyu. Wakati anakuja hapa. Yang Kang, ashida gani hapa? Mango ametekwa na mpuzi mmoja hivi. Ninamtafuta. Wana kutambulisha. Huyu ni kiongozi wa jumba la master kama mimi. Anaitwa Mayu wa Red Sun kama ushamsikia. Askuru anko. Bila na haraka kidogo. Namtaka huyo mhalifu aliyomchukua mama yangu. Kwa hiyo naomba nipishe niende kwanza. Amba subiri Prince. Leo kwa nyuma yako napiganaji wakubwa bila shaka, si ndio? Naomba nitambulishe niwafahamu. Nikimweza kumkamata huyo mhalifu. Ngoja kwanza. Sasa wakafanya kuwavuta muda. Master, nini maana ya hii? Mimi sio master wako au nisikilize kwa makini. Kwa nini nikufundisha maswala watu unafikiri?
Nzangu kwambia sasa, nilikufundisha kwa sababu niliweka ahadi na baba yako kabla ya kufa. Mimi nikutunze wewe na nikulee. Ndio maana nilikufundisha. Master naelewa. Naomba kaa pembeni kwanza Master, nitafute huyu mtu. Kama ningejua unatamani madaraka namna hii, hadi unamkataba baba yako, singe kulea. Haki ya nani wewe mtoto? Prince, wewe unazuga maneno muda mrefu huyo. Kwa nini tusimtoe hapo mambo yaishe? Ngoja. Ya moja sema subiri kwanza. Kama sikosei, huyu ndo Mayu kutoka Red Sun, si ndio? Nasikia unakuwa mkali sana kwa kupiga ngumi wewe. Kama samani Kyuchuji. Sisi hatuna mambo kama hayo. Basi na mimi nawape heshima pia vile vile. Lakini mashujaa 7 wajulikana sana. Na yeye ni master mnaoheshimika sana. Ningependa kidogo nijaribu nguvu zangu na Mayu kama inawezekana. Hebu nipe mkono tu test kidogo. Haya. Mayu akampa mkono. Aliminya, kumbe na sindano na sumu iko pale. Minya sumu kwenye mkono namna hii. Hai bwana hii. Nini? Kama amenitoboa na sindano yenye sumu. Kumbe alivaa pete yenye sumu, akamtoboa nayo. Aya. Mtriki mjinga wewe. Mtriki. Hamna kuongea upuzi hapa. Tupe mwanamke huyo. Pita tuingie ndani hao. Wakaona wanazuga. Wewe. Hali mamaster wanaoheshimika ni jumba la mamaster laitwa Kwanzen. Wanaheshimika sana. Sasa kati wanapigana, jamaa kawai ndani. Hali wauaji ndio walipo kazi ya kumlinda Prince. Kwa hiyo wao wanaifanya kazi ile mbaya. Jamaa kavuta panga hiyo. Paka jula mna hiyo. Sasa sheria mamaster haruhusiwi kuua. Yaani kuua haruhusiwi. Kwa wanapigana nao kutiza nao tumani jinsi ya kuua yani haruhusiwi kuua. Moto kwa moto. Sasa Mayu ameumizwa kidogo. Sumu imemlegeza. Mheshimiwa, hakuna mtu ndani hao. Hamna mtu. Amesha sepa au kunje wanakimbia. Kumbe mamaster alikuwa anawazuga pale. Hao afike mbali. Kufika mbele. Aisha mzingiro hapa. Au Feng yuko hapa. Huyu Prince yuko hapa. Huyu ni yule master wa wanawake, anapenda wanawake kweli huyo. Chukua wote hao. Binti akamwa ingie, amtetee dingi yake aliyemlea. Hawezi kubali akaguswa namna hiyo. Binti akaingia. Misimu akaingia katikati. Mzee kama mwangu sienda usiniache tena. Sitaki kuniache tena. Hata kifa kutenganisha mke wangu. Raundisi kuachi. Ngoja nikuoneshe. Come kitu. Nikupiga wa mke hiyo. Mama anaangalia wewe. Kutetea penzi lao imekuwa ngumu sana. Mbele kupe. Kitu. Wanapiga mzee. Nikugonga namna hiyo. Sasa hao ni askari wa jini. Prince wa jini hawezi kubali mke akaondoka. Maana mwanamke anayempenda kwa mume wake karudi lakini amekataa kumwachilia. Jamaa anaangalia namna anapenda wanawake. Oya, wewe nicheze na huyu. Huyu anapenda wanawake sana. Huyu akaamua acheze na mama namna hii. Anamuita Yanke. Yanke akatua huyu. Anapenda wanawake kweli. Wanafunzi wake wengi ni wanawake namna hiyo. Mzee alipigwa. Aise, mzee kazeeka, uwezo wake kama mkubwa kama zamani. Akaambia ondoka, tuondokeni. Akaamua kimbie, lakini washazingirwa. Hawezi enda popote. Wanakimbia kwenda mbele. Fuata wote hao. Mke akachoka. Mpeleke mama yako uende. Wangu neje. Jamaa kabaki hapo jitetee lakini piga vitu. Shughuli ni nzito kwake. Hapa hizi chomoka kirahisi. Cheki. Vuta nikuvute. Katanyia kuna korongo huko chini. Lakini ni wengi mbaya. Ikabidi rudi tena panda pili. Ibidi rudi huku ndani hamna njia tena. Amezingirwa. Mmoja akamshika mguu. Niache mguu wangu. Twende mama. Mzee akampimia hiyo. Ebole. Che. Mbele yao. Mwa twende huku. Jamaa kaona ngoja wewe. Akawahi kule ndani. Yanke. Nagonga. Salimpa. Yanke si mchezo. Anapiga. Kumbuka bado ni mwanzo mzee wa picha. Jana mbali bado. Watu waende tu. Hiyo. Wako wengi kinyama. Mzee ajitahidi lakini hawezi tena. Ashazeeka, umri umeenda, hapo unachezea mzee. Wanafika ndani. Wako wengi mzee. Hiyo. Wapa.
Sasa piga na chungu. Mzee ashachoka. Hataki kumwacha mke wake raundi. Raundi hapa mke wake amwachi. Kama ni kufa wanakufa wote. Huko nje master pia anawasaidia. Ama master haruhusi kuua. Kwa hawezi akaua. Wanafanya kuwatawanya namna hii. Bwana, chaka naotelezea namna hiyo. Prince akazidisha vikosi vikaongezeka. Na Prince wa 6 anafika. Mheshimiwa, ondoka. Unabidi uondoke kwanza. Akaita msaada kwa mtu aje kuwasaidia kama yupo karibu hapa mbaye. Ni Master Mayu kama yuko hapa. Jeshi likafika la kutosha na sasa wamezingirwa. Hawana pa kwenda. Na Prince wa 6 kafika. Anampenda kweli Siruo. Siruo, turudi nyumbani mke wangu. Mimi kwa mke wako na siku moja. Mama, turudi nyumbani bwana. Kwani princess tutaje na mtu kisha kama huyu maskini hivyo? Kwani tukaenda mtu kama huyu? Uso maskini baba yako wewe. Kama ukatai utajua mwenyewe lakini niko tayari kwa maskini lakini nikae na mume wangu. Kama mtaki baba yako kaa na maisha yako. Nimekuwa na nani nimekaa na wewe lakini sidai hata kukupenda hata siku moja. Maana mume wako ni mgumu kama jiwe kiasi hicho kama unanikataa. Mume wangu alikuwa hajai kufa lakini ulijua kunidanganya. Kama mume wangu amekufa kumzika. Kumbe ukata kumzika. Mama, niruhusu niishie tafadhali na mume wangu. Natamani nikae naye kwa mara ya mwisho. Kwa hema niliyokusaidia. Niruhusu niondoke na mume wangu tafadhali. Naomba tafadhali. Nakwambia utakuwa mloga mama yangu wewe. Hazikani na maskini wako mama akutake. Penda mtoto shetani nini wewe? Sikiza uongo wako mimi. Huyu ni muongo. Usiniite mimi master. Sina wanafunzi mzuri kama wewe. Wanafunzi mbaya kama wewe. Ustahili hata kidogo. Mama yako amekaa katika kimetimiza hadi ya kukulea kwa niaba baba yako leo mkataba baba yako kisa maskini. Leo kama sitaruhusu mtu amguse hata mtu mmoja leo. Mwoko ni princess, muoe mpuzi. Bwana. Prince hataki. Prince anamtaka mke wake. Bwana. Nataka kumalizia bwana. Mtu kaingilia. Master wangu naye akafika. Hawa ni jumba la master wanakaa sehemu moja wote. Nimechelewa kidogo, si ndio? Sasa nimepoa somo kidogo na huyo mjinga huyo. Sasa hawataki kumachilia. Sasa wanamlinda Tyson. Jamaa kama ingilie huyo. Pole kama kana nani? Yangia kapita. Huyo. Anapenda wanawake kwa ninapiga lakini liko fiti. Lakini kwa master hapa lilikutanishwa mzee. Wewe. Bwana. Kaka, umepoa somo pia? Kama kidogo tu. Lakini niko sawa. Tunacheza mpaka mwisho hapa. Sasa Tyson akaona hapana. Kabidi aingilie ile swala. Lakini Tyson mwangu. Sasa doa akaona wakati wa kumuua huyo. Kamfuata babake pale pale. Acha! Maya kaingilia. Kang, mapisha njia. Huyu ni baba yako wewe. Ukimuua, mbingu itakuacha utalaaniwa wewe mtoto. Sogea Siruo. Wacha niume. Nakuua. Wacha. Aliamani iko tayari kumuua baba yake kabisa na alijali chochote kile hicho. Yuko radhi kumuua baba yake mzee. Ogope chochote kile ujamaa. Master akaona hapana. Haelewi. Master anamtaka Master aliotewa. Taka kumalizia pale pale. Na mwingine akaingilia. Taka kumalizia namna hii. Wakamzuia pale pale. Yuko bwana kula kamzungusha. Hao watu wanamtetea maskini. Tyson asije akauawa. Piga mtama namna hiyo. Wameweka chini. Vikosi vya mishale vikaletwa. Hivi ni vikosi vya maangamizi. Na mishale waga umkosi mtu kirahisi. Utazuia kadhaa lakini lazima itakupata. Kundi la mishale likafika. Na mishale ukipigwa hata miangapi lazima ikupate tu. Sasa mpigwa mtu kati. Yang Tyson, nataka watoto wafe. Achema na mke wangu. Nataka watoto wafe na wewe. Kama bado napumua, sitaruhusu mchukue mke wa mtu tena hapa. Paka mwicho. Akaamrisha watu wake watoke, wabaki wenyewe. Akaamuru mishale ipigwe mzee. Utazuia mingapi hapa mzee? Bwana, tuone master kama atazuia mishale hao. Tuone master kama atazuia mishale. Ikatoka amri namna hiyo. Mishale kapigwa mingi kweli kweli. Ana master anaweza kuzuia lakini utazuia mingapi mzee mzima? Bwana, wakapangua kweli kweli. Iko mingi napigwa mingi mzee. Wanavuta mishale tu. Akazuia mingi lakini mzee akaona kwa nini yote yatokee. Kisa mke wangu tu yote yatokee. Avuta mingine hiyo. Akampata master wa kwanza kwenye mguu. Mishale mingi hata na nguvu kiasi gani. Kuipangua yote. Labda wewe mchawi sana.
Mmoja akapewa chini. Jamaa akaona hapana. Kaambia Siro, mke wangu, naona yote isiishe sababu yangu tu. Sababu yako tu nakungangania namna hii. Hata pumzi yangu ya mwisho, acha nikuone mara ya mwisho nimalizika. Sina majuto na wewe. Hata mimi pia sina majuto. Mke wake akashangaa ise. Kisa yeye ndo mauti yanatokea. Mshale kaendelea kupigwa tu. Muda umefika. Tusitengane tena mke wangu. Akaingilia mwenyewe. Akafungua mishale pale pale. Yote kaidaka mzee huyo. Akarudishia wote mishale yao. Weka chini wote hao. Hapo kadaka namna hiyo. Wacha! Okay. Ikabidi aachie tu. Mke wake anang'ang'aniwa namna hii na Prince. Kisa Prince na madaraka, basi haizi mfanya chochote. Wanyangongle. Maisha yangu ndo nataka Prince wa 6. Basi maisha yako nitakupa. Maisha yangu nitakupa. Maisha yangu hayana thamani kuliko watu wote hao. Naomba usiumize mtu yote. Si unanitaka mimi? Maisha yangu nitakupatia sasa hivi kama unataka. Mzee akashika mshale akauinua namna hiyo. Ajichomeka mshale pale pale. Baba! Alijiua. Si unanitaka mimi? Haya, mimi ninakufa. Mke wangu baki naye basi kama ndio unayemtaka. Tyson mume wangu. Nisubiri mume wangu. Nisubiri. Mke akamwa mume wangu hawezi kwenda hivi. Akama master wa 3. Hata milima na dunia haiwezi kuwalipa kwa wema mliotutendea. Tutawalipa maisha haya yote, na tutawalipa maisha yenu mengi, na tutalipa ukarimu wenu kututetea mpaka hatima ya mwisho. Mama akasimama huyo, akaenda nyuma ya mkuki mmeo alipokuwa. Akauvaa mwenyewe mbele ya macho watu wote. Wacha Zero! Akauvaa mkuki pale pale. Kwa kaingia tumboni naye nakufa na mume wake namna hii. Wakiwa wameshikana namna hii. Bwana. Yes. Mama! Oh. Zero! Aliuvaa mkuki ambao ulikuwa na ncha kali. Afe na mume wake. Anasema hakuna muda wala chochote kitatutenganisha mimi na wewe. Wala, Gojing naye anafika. Uncle Yang! Wengi walichelewa kuja mwishoni. Akamba Yang, mwisho wa siku nimeshindwa kukusaidia tena. Tyson, je, una maneno ya mwisho ya kusema? Kabla Jafa kaulizwa unataka kusema cha mwisho, aliongea mzee huyo. Alimwambia kitu kimoja. Akamwambia Jing, nilikuwa na ahadi na baba yako, kama watoto wetu wangezaliwa kiume na wa kiume, tulikuwa tumeamezana nyie mwe mandugu wote wawili. Lakini kama akizaliwa kike na wa kiume, nilimwahidi baba yako na rafiki yangu kwamba mtaoana endapo mkiwa kike na wa kiume. Nancy ni binti yangu niliyemlea mwenyewe. Taist Q Chuji, naomba unisaidie kutimiza ndoto yangu. Umfungishe ndoa Jing na Nancy waoane pamoja. Tafanya kila kitu kwa uwezo wangu. Mama alitoa kile kisu kimeandikwa Gojing. Akasema hii ni kutoka kwa mama yako na baba yako. Shika hichi kisu, kiweke kiwe salama. Kimeandikwa Gojing. Alikimpa. Akamba Jing, kama kuna kitu ambacho utakukitegemea, mtegemee mtu mmoja tu. Mtegemee Misimu. Misimu ndio huyu ni mtoto wa kulelewa. Mwanae sikamkataa. Akambia Nkang, mama, hivi uamini tu kama baba yako mpaka sasa hivi bado tu? Hujaamini kama ni baba yako tu? Bado hujaamini tu mwanangu? Bado hujaamini tu kama huyu ni baba yako? Mama, hebu kwa mara hii ya mwisho tu. Hebu muite baba. Muite baba kwa mara ya mwisho kabla hajakufa. Muite baba. Ado akaona huyu chokora hivi, huyu maskini huyu haiza kama babangu. Muite baba kabla hajafa. Muite baba.
bado alikataa. Mzee anakata roho. Baba, muite baba Yankang. Wai kabla hajafa. Mzee akafa na wala hakumuita. Na mama yake pia akafa na huku hakumuita baba na alimkataa. Mzee alikufa na alikataa kumuita baba. Hongo! Walikufa wote pale pale wakiwa wamegemea mkuki huo. Na alikataa kumuita baba mpaka dakika ya mwisho. Hakuita baba. Ziruo! Alikuwa na prince wa sita, alikuwa anampenda kwa Ziruo. Tuondokeni! Tuondokeni! Alikuwa amekasirika kweli. Sasa alichokuwa nakitaka amekufa. Sasa ibaki ni msiba wa wapendanao wawili. Walikufa pamoja. Huu ndio upendo wa kweli. Yankang alipiga magoti kwa ajili ya mama yake tu na sio kwa ajili ya baba. Lakini tayari alishapata kuamini kwa aina fulani. Kwa asilimia kadhaa alishaamini ni baba yake. Lakini pia ana makosa sababu haikuwahi kumuona baba yake kwa maisha yake. Ni kama hata ingekuwa ni ngumu kukubali kwa haraka namna hiyo. Lakini baba alikataa. Hila tayari akilini mwake ilimuingia picha kweli, huenda huyu ni baba yangu kweli. Alimwomba master msamehe. Huyu ndo aliyemlea akimfunza Chuji. Master Chuji ndo aliyomlea akimfunza kila siku. Ni ngumu kukubali kwamba wewe ni baba yako kwa kwanza kwa haraka namna hiyo, kwa sababu huna uhakika kweli kama ndiye au siye. Naye dogo hakuamini kwa haraka. Kwa hiyo wakati anaondoka kwa jinga, ambaye sikiliza Yankang. Unaenda wapi? Kokote, niachie. Unataka kwenda kote kule. Surudi kwenye ufalme. Tuondoke wote. Alikataa. Niachilie mkono wangu. Tayari ashajua ukweli. Huyu ni baba yake kweli. Kwa hiyo haiwezekani ukaendelea kuforce kitu ambacho si cha kwako. Alitambua kila kitu. Basi master wakaamua kuishia. Mara Tujie lotokea mbele yao. Piga wote hapa. Akaeka chini wote hapa. Before lijaisha. Wote ni mashujaa lakini hao ni watu wa kulipwa, waje wa kulipwa. Nyie msokuwa na adabu. Nipe dawa mpa rafiki yangu. Unaniita mimi mjinga? Hata siku moja sitaka niheshimu. Nataka heshima gani wewe? Chukua hii. Ngoja. Sio maana kupigana kati nyinyi na watu wetu wenyewe, si mashujaa wote bwana. Lakini hao sio watu wangu. Kiza miaka 10 tuliyopigana tulipigana mimi na wewe, si ndio? Mashujaa 7 tulipigana na huyu. Nataka tumumizana, si ndio? Lakini baadaye ilikuwaje? Ni kweli. Unakumbuka ile sherehe lako tulipigana kwenye basi siku zile ngakupora. Unasema usiku ni baridi sana, upepo mkali. Kuna ile baa unakumbuka? Au shahidi kama si ni maadui mimi na wewe. Tulikuwa ni maadui lakini tulisaidiana. Lakini sasa hivi adui wa adui ni rafiki yako, si ndio? Adui wa adui yako ni rafiki yako. Kwa sisi wote ni marafiki bila shaka. Hebu angalia kwa mfano. Kama sisi marafiki ni nani? Hebu angalia mnapigana nini sasa? Kwa mfano, wewe Zukong una ujuzi, si ndio, utaalamu mkubwa wa sumu. Ningependa kujaribu sumu yako na mimi pia nione ina makali gani. Nipe mkono. Naye akampa mkono, naye akaminya vile vile. Umemtoboa. Na mimi nimeweka sumu vile vile. Nini hiyo? Peng. Umeshaonja ladha dawa hiyo. Uliweka sumu kamtoboa mwenzako, na mimi nimekutoboa hivyo hivyo, nasemaje? Moto kwa moto. Unataka nini? Umempa sumu mmoja kati ya wazee wetu, na mimi pia nimekupa sumu. Kwa hiyo uwe paka, uwe nguruwe, uwe nani, nakwambia sikufichi. Hiyo sumu yangu ni kali. Ndani ya masaa 4 unakufa. Kuna kutukana au? Mpe dawa haraka sana. Ngoja. Okay, ubalisane dawa. Mimi nakupa dawa, na wanipa dawa. Lete dawa. Dawa hii hapa. Kwa pete yako ulimtoboa mtu wetu kwa sumu. Dawa yako ya kukuponya hii, na wanipa ya kwako. Jamaa anasearch, haipo, kumbe shaiba saa nyingi. Wewe, dawa yangu iko wapi? Si hasa chukua jamaa huyu. Jamaa shaiba saa nyingi. Wewe ni ule mwizi unayeshimikaga, nishakujua. Hamna shida. Nasikia ni mwizi sana. Hamna shida. Okay, nimekubali nimeshindwa.
Mimi sijakubali bado. Mimi kwani nimepigana naye? Nimekushinda kwa mbili, mimi sijapigana mpaka tupigane uwanjani. Mimi sitaka nimpigwe na huyu. Hata mimi sitakubali kupigwa vile vile. Tupigane. Ngoja. Sisi tunapiganaje tunafahamika ulimwenguni kote. Tukipigana sisi wote tutakuwa tupoteza wote. Kwa sasa hivi, hem tupange pambano siku moja tutapigana sisi na nyie. Okay, hamna shida. Kama nataka testi uwezo wetu mkubwa, hata mimi nilikuwa natamani kupigana na ninyi vile vile. Kwa tupanga tarehe. Sema nusu ya mwaka ujao, katikati ya mwezi. Tutapigana kwenye baa inaitwa Diet. Basi hamna shida. Kwenye baa tukutane. Haya, dawa hiyo hiyo. Mheshimiwa Dai kampe master wako. Nashukuru sana. Hamna shida. Ngoja. Shida unatumiaje wewe? Sema faster. Yeye moja unapaka njoo na meza. Mchezo umeisha. Haya. Basi ugomvi uko umeisha. Hebu tuingie kwenye mazishi ya Tyson na binti Siruo. Walizikwa leo wote hapa. Mazishi yalikuwa yanafanyika leo. Ilikuwa ni huzuni kwa sababu ni watu wapendanao makufa siku moja na wote ni chini ya janga moja lililotokeza. Bila sana baba, kuondoka kwenu kwa ghafla kwa muda mrefu. Nisameni binti yenu sikuweza kufanikiwa kuweza kuwasaidia. Na sitakuwepo na nyie tena. Mjomba na aunti, shangazi, mlale kwa amani. Mlale kwa amani, nitakisha na mlinda Sister Mu na Yang Kang pia. Makosa yangu yote. So makosa yenu. Mimi ndo nilishindwa kuwalinda wa mara ya kwanza. Na sasa hivi nimeshindwa. Nakamba so makosa mtu wote. Makosa Prince wa Jin kumng'ang'ania mke asiyekuwa kwake. Ndio sababisha tumfamilia muondoka yote. Mheshimiwa, mimi siwezi kuvumilia kitu hata kidogo. Kweli, ukitoka hapa tukafamia ujumba la kifalme tumuue huyu prince mpuzi. Akamwambia ndio. Mimi nitatoa amri mashujaa 6 tuingie tukampige huyu mpuzi. Hata bisha maafa makubwa haya. Niko tayari kutoa maisha yangu kwa ajili ya hili swala. Hata kidogo sitamwacha. Asema jamani, kila mmoja, niwashukuru sana kwa wote ambao mmefanya siku ya leo. Niwashukuru sana kwa uamuzi wenu mnaofanya, lakini kwa wema wenu kweli ni mkubwa sana ndani ya moyo wangu. Lakini sitaki watu wengine wafe tena. Na kika wazazi wangu wasingependa kuona mnaendelea kufa tena. Mwili wao hujapoa bado, alafu mkafanya vurugu tena. Mwishowe mtafanya silale kwa amani. Okay. Mama usiogope. Ni kweli Sister Mu ameshaamua jinsi ya kufanya hivi. Fanyaje? Hayaishi nini kitokee. Tumsikilize maamuzi ya Lady Mu. Akapa nashukuru kwa kunielewa, nashukuru sana. Msifabishe vurugu nyingine tena. Msisababishe maafa mengine. Basi hatutaforce ile jambo. Kwamba sijui mtoto wangu atakuwa, mwanafunzi wangu mpuzi atakuwa wapi. Najika Yang Kang na sasa hivi anajutia huko alipo. Anajutia. Kamkana baba yake mbele tunaona sisi hapa. Atakao amerudi kwa mfalme wake mjinga yule. Anapenda madaraka kweli na tamaa ya utajiri. Kweli Yang Kang bana hakurudi kule kwao. Ni kama ile tukio lilimharibu kisaikolojia. Mama yake amekufa na mtu ambaye atamfahamu ambaye ni baba yake, lakini alikuwa anakataa. Kufika mbele majuto alimwanza kuenda kweli, baba yangu yule. Mbona mama yangu afa kwa ajili yake? Alikumbuka muite baba yako kwa mara ya mwisho, lakini bado akawa anakataa. Muite baba yako kwa mara ya mwisho, bado akawa anakataa. Hichi kitu naikumbuka sana. Akaona huenda kweli yule ni baba yangu bwana. Mimi ndo nilikuwa mbishi. Sasa alijikuta anachanganyikiwa. Mama, huenda kweli mama yangu, baba yangu yule nimekufanyia hivi mimi kweli? Mama. Ufahamu kaanza kukuta anachanganyikiwa. Unajua ukisababisha wazazi wako wakafa ima ujutie kidogo baadaye. Mama. Bana, kwa nini yote hii? Kwa nini? Bwana.
Naye Prince kuona vile, baada ya kumpoteza Siruo, alichoma moto nyumba nzima. Yaani alichoma moto kabisa. Alikuwa anampenda Siruo. Licha yote niliyokupenda Siruo. Siruo, bado tulikuwa nampenda mume wako. Lakini sikuwahi kufikiria hata siku moja kama kuna siku utaona bora ufe kuliko ukae na mimi. Kwani ukaona bora ufe kuliko ukae na mimi Siruo? Ni miaka 18 ilishapita, nimemlea mwanao miaka yote hii. Lakini mwisho wa siku bado tuliendelea kumpenda ule jamaa wako tu. Ule mume wako tu sio. Mwisho wa siku nimekupoteza mpaka wewe. Alikaa naye kamvumilia miaka 18 yote, akiamini kwamba mwanamke yote atakuja kukaa naye, lakini wapi. Haikusaidia kitu. Mapenzi ya kweli ni ya kweli tu. Basi binti akaanza matanga baada ya kuzika. Wakati akiwa pale, Yang Kang akarudi. Amkumbuka mama yake. Mama! Ndipo Yang Kang arudi tena. Mama! Amerudi. Ndio anaona kaburi la mama yake ndio ili hapa. Ni kama ufahamu ndo namrudi sasa hivi. Bao Siruo. Mama, mtoto wako sina maana. Nimeshindwa kukusaidia mama wangu. Mama, amka basi. Amka unikwambaze. Kwani nakuwa mkatili hivi? Kwani nakuwa mkatili hivi? Usiniache mama. Mama. Bisa nataka mtie moyo lakini wapi? Nilikosea mama. Sitakuuzi tena mama, nisamehe. Bila kambosi jali. Niache huko. Utaki msamaha wako mimi? Unajua mimi nani wewe? Unajua mimi nani? Mimi ni mtoto nilioua wazazi wangu mwenyewe. Mimi ni tyran mbaya, laana. Ukufanya kwa makusudi hii. Ni bahati mbaya, ajali tu itokea. Mama amekufa. Baba amekufa, sio naye. Mbingu itaniadhibu. Mbingu inaniadhibu. Kwa hicho nilichokifanya, mbingu itanilaani. Kwani msingenipiga radi nikafa? Kwani msingempiga yule mtu? Kwani mmchukua mama wangu? Bora mngenipiga mimi nikafa. Mama nisamehe. Mama nisamehe. Akambo usifanye hivyo. Binti akamtia moyo. Licha ya wote binti shampendaga sana tu. Mama na baba washakufa sasa hivi. Hawezi kurudi tena. Wataumioje kuona unakuwa kama hivi? Hebu kuwa sawa basi. Kama utakuwa mtu mzuri kuanzia sasa hivi, urudi nyumbani kwenu kijijini kwenu mkakae. Itakuwa ni kitu kizuri. Turudi basi kijijini ni ujia. Yang Kang. Twende kijijini. Hapana, hapana. Siwezi, mimi sio Yang Kang. Mimi ni wa Yang Kang. Na siwezi rudi kijijini. Mimi ni Prince bana. Mimi sio Yang Kang. Hapana. Yang Kang. Mimi nani? Wewe, mimi nani kwenye dunia? Kama vile anachanganyikiwa fulani, akili zinamruka. Mimi nani? Mimi nani kwenye dunia? Akajilaumu mwenyewe akaishia. Mimi nani kwenye dunia? Mimi nani? Nani mimi? Ukiwa wazazi wako sio jambo rahisi. Yaani ukisababisha wazazi wakafa si jambo rahisi kwenye moyo, lazima nikusumbue. Okay, siku ile ifuata tuingia kwa binti anamuita Hua Jing. Binti alikuwa huko. Hua Rong alikuwa hapa. Rong akiwa hapa leo. Sijui Jing atakuwa chumba gani hapa. Alikuwa kumtafuta Jing hapa. Basi nashukuru wote mazishi yameshaisha. Na shukrani kwa wote mlikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi nitarudi kijijini Nitia. Kwa hiyo nitawashukuru nyie wote kwa hizi siku. Lady Mu, kuna kitu kimoja ambacho sikielewi hapa katikati. Nilipokuuliza na muuliza mheshimiwa. Ile siku ulikuwa unapigana na Yang Kang. Ulikuwa na uwezo mkubwa kuliko hata babako. Hizi style na nguvu hizo ulizitoa wapi? Nikiwa miaka 12 nilikutana na mtu mmoja ambaye alinifundisha kwa siku 3 kupigana. Huyu mtu kama sikosei atakuwa na vidole 9, si ndio? Alafu anavaa kama ombaomba hivi.
Umemjuaje? Ndio huyo. Huyo anajulikana sana muda mrefu. Ni vagabond, kiongozi mkuu wa ombaomba Hong Kong. Umeshaishi vizuri. Basi anaja kuficha. Alikuwa busy sana kwa kanifundisha kwa siku 3 akaondoka. Una bahati sana. Kukutana na mtu kama ukufundisha kwa siku chache. Ni zaidi ya miaka 10 ni vizuri. Lakini kwa bahati mbaya nilikuwa wakati unaongea ile pale, binti akawa anapita anachungulia pale wrong. Hakuta anaongea. Nashukuru sana wazazi wangu. Kuanzia leo wewe na Jing mtakuwa pamoja. Binti akawa anasikia wrong akiwa hapa. Mama na baba alisema kama mimi na Guo tumejuana juzi tu tutaka pamoja. Sijali ma. Jing ni mtu mzuri na ni mkweli. Anastahili imani yako. Kwa ukikaa na Jing itakuwa vizuri, bora muoane. Itakuwa na ujinga huo. Elimu. Tumekutana kwa muda mchache tu wewe hapo. Sisi mashujaa sawa tunamjua vizuri sana, tunaelewana na familia yako. Kwa bila shaka uona Jing mkioana itakuwa ni safi. Lakini ile pambano letu la kupigana Jing na mwenzako pigane stari shafika muda wake. Kama muda umefika, lakini kama sikosei mlinitafutia dawa kwa ajili yangu na mimi ningekuwa nishapoteza vile vile. Hiyo hesabiki hiyo. Beka maisha pembeni, mpambano uendelee mbele kwa mbele. Sishafundisha wanafunzi wetu naona kwako. Lakini Guo Jing amekuwa mtiifu sana kuliko Yang Kang. Kwa hiyo lazima ngakubali kwamba mmemlea Guo Jing vizuri tofauti na hao walivyokuwa mmemlea. Guo Jing mmemlea vizuri, ni mtiifu, lakini kaka yangu amemlea Yang Kang vibaya, hana adabu, hana heshima. Kwa maana hiyo, kwa maana tunahesabu sana utu wa binadamu kuliko kupambana. Nakubali kweli nimepoteza. Nimeshindwa kumlea Yang Kang vizuri. Nitawataarifu ulimwengu mzima kwamba nilishindana na nyie nikashindwa kumlea Yang Kang. Amekuwa mkorofi na Guo Jing amekuwa mtiifu. Kwa hiyo nyie mmemlea Jing vizuri kuliko mimi. Tugairi yote hayo. Mimi nimeshindwa. Basi alikubali ameshindwa, kwa pambano litakuwepo la ndugu wawili kupigana likali limetolewa. Basi sasa binti kasikia Jing anakwenda kumuoa sister Mu, alikasirika kweli. Kwa Guo Jing anaenda kumuoa sister Mu. Guo Jing ana habari kwamba anatakiwa muoe sister Mu. Akawa anakuja tu. Akiwa hapa alimuona Ronga yuko hapa. Ronga! Jing, mbona umekuja? Umekuja kumbe? Hii zawadi ya nini? Zangu au? Nampelekea sister Mu ndani huko. Shika Jing lako. Ronga, ni zamla? Shida nini Ronga? Ni senchi la. Nani ukasirisha? Bora umenikasirisha wewe. Nimesikia unanidharau, unampendelea farasi wako, mara umpendelea sio nani? Kwani fanya nini mimi? Umeondoka siku nzima afu unasikia unataka kumnunulia vitu vizuri sister Mu kuliko mimi. Afikiri mimi sikupenda, unampenda kana naye basi. Ronga, sikiliza. Simpendi. Wewe ni mwongo mkubwa wewe. Umesikia kila kitu unaongea kwamba wewe unakwenda kumuoa sister Mu. Nafikiri sijasikia. Umesikia master wako anasema anakufundisha ndoa na sister Mu. Ni kweli. Ile ilikuwa ni ombi la anko wangu kabla hajafa. Na wewe umekubali ile ombi la master wako. Sikia basi. Ronga, mimi sitafunga naye ndoa huyo. Kweli? Sema ndio. Wala siwezi kumwahidi kama nitamuoa sister Mu. Niahidi basi kweli. Sitamuoa. Kwa nini umuoi? Kwa sababu mtu nampenda ni Wewe Jing. Kawaja malizia kaitwa. Njoo huko. Umenunua nilichokwambia nimenunua hizi hapa. Fasta njoo ndani, wa master wako ana jambo la kukwambia. Njoo, fanya haraka. Okay basi, nitakuja sasa hivi. Lakini madam akamwona binti mmoja yuko hapa nje. Master akamwambia uende ukamnunulie, kumbe ukamnunulia sister Mu. Amba sister Mu hajala siku nyingi tangu msiba wa uncle. Anyway, ulikuwa unataka kusema nampenda nani? Mimi ulikuwa maanisha mimi au unampenda ni? Nitakwambia baadaye. Kwani kasikiza master wangu ananitafuta kwanza. Kwa nini hata mimi kirahisi hivi? Sikiza. Kwa nini kuacha ghafla namna hiyo? Au na wewe njoo basi. Au unasemaje? Uone na master wangu. Hapana. Master wako anitaki. Wengine wananiita mimi mchawi, wengine wananikasirikia. Mimi siwezi kwenda na wewe. Lakini wewe sio mchawi. Mimi nitaambia ni mtu mzuri tu. Ukiongana vizuri tu, mbona nawaelewa tu wale. Mimi nitakutafuta baadaye. Tukutane kwenye hoteli nje. Basi ngoja nikutafuta baadaye. Basi kama tunatafuta baadaye. Master. Umekuja muda mwafaka. Hebu nataka tuongee na wewe. Jing.
料理完后事。 Baada ya mazishi kuisha, 姑娘， wewe utaondoka na Sister Mu kuelekea kijijini Niuja. 我 Lakini mimi 本来就是 tushaamua hivyo. 武士， Wewe utamchukua, mtaenda huko, 不比了， afu kuanzia sasa hivi 要不 tutawapeleka nyinyi nyumbani, tutawasindikiza, si ndio? 护送两？ Tutawasindikiza waende pamoja, wewe na Miss Mu. 哦， Na isitoshe, nafikiri la muhimu ni kwamba 这次 hii ndoa yetu ya hao ili wafungishwe haraka haraka, mambo yaishe. 我也能对着。 Alafu baada ya hapo 我兄弟， tutampeleka huko kama mawazo ya mko wake alivyosema. 我不能去。 Mimi sitaki kumuoa Sister Mu. 你说什么？ Unasemaje? Sitaki kumuoa Sister Mu, nimesema. 你说 Unasemaje? 我说 Nimesema sitaki kufunga ndoa na Sister Mu. 为什么？ Kwa nini? 邱道长， Ni haraka sana, msikasirike anko. 杨大 Tunajua familia wewe inarahisisha wana familia kwa familia. 表示 Tayari Jing alishakuwa na makubaliano na ndoa kule Mongolia. Yuha. Kuna binti wa Kimongolia anaitwa Huazeng 成绩 ambaye amepanga kuoana na Guojing kwa muda sana. Kwa nafikiri swala liishe tu. 仙人 Kama ni hivyo ni sawa. Wazazi wake walitaka wafunge ndoa. 贪图 Na maana tamaa yako kuolewa na mtu kisa mtoto wa mfalme ndio shida yako kule Mongolia. 邱道长， Asio hivyo. Tufanye jambo kama hili. Kwa sababu tayari mama yake asema wafunge ndoa na huyu, mjomba wake dai kwamba muoa wale na huyu. Ni kaida mwanamume kuwa na wanawake wawili sio mbaya. Atamuoa binti wa Mongolia, kwenda kuelezea, atamuoa na Sister Mu vile vile. Kuna ubaya uko wapi? 我讲成吉思汗， Mimi nafikiri hii jambo la kueleweka tu. Mwanamume kuwa na wanawake wawili sio kitu kibaya. Au unasemaje? Ni sawa. 这倒也 Nafikiri labda ndio njia nzuri sana. Akishamuoa Sister Mu, ataenda Mongolia, atamuoa na wewe mwingine tena. 我不是花， Mimi sitaki kumuoa binti ya Mongolia pia. 说什么？ Unasemaje? 说得好， Wamaanisha kusema hivyo. Basi ni vizuri. Utamuoa Sister Mu. 还是 Achana na binti wa Mongolia. Sister Mu muoe faster. 不许木。 Hata sitaki Sister Mu pia. 静儿， Unamtaka nani kwani? Una mtu mwingine? Nasema ni naye. Nani huyo? Anaita Ronga. Ronga. Si hasta Ronga ni yule binti ambao anamjua ni mkatili kweli. Binti mwenyewe huyo hapa. Ronga kumbe ndio huyo ambaye Guojing ameshampenda afa hajamwambia bado. Binti kashampenda Guojing muda sana. Lakini Guojing hajamwambia kama naye anampenda. Binti akanasubiria. Kumbe kule Guojing tayari kashaahidi kwamba ataolewa na huyo. Sasa binti kamsubiria Guojing kweli wale pamoja, lakini Guojing hajaja. Muda ukapita, masaa kapita. Hakuna mtu aliyekuja. Turudi kwa mfalme huko. Umemuona hapa? Tunatafuta kila pale jamuona Yankang. Hatujui kwa wapi. 邱道长那儿呢？ Kila pale msearch mji mzima. Mji mzima mheshimiwa tujamuona, hatujui Yankang kaenda wapi. 吗？ Mzee anadai kwamba mtafute. Msearch mpaka mumpate Yankang mumlete. 是 Sawa. Yankang kumbuka mama yake ashakufa, lakini huyu ndo alimlea kama baba yake, kwa hiyo anamtafuta Yankang mpaka. 我也不是。 Sasa Yankang kama amechanganyikiwa vile, yuko mtaani anaugulia, analia, akili iko sawa. 你告诉 Nani kaniambia mimi jamani? Sasa anavyoondoka anaenda huku na kule. Anatembea ovyo ovyo, anaanguka njiani. Anakunywa mapombe. Kusababisha kifo cha wazazi wako sio kazi rahisi. Ni kitu kigumu sana kukibeba tena. Isitoshe ni mtoto ambaye alikuwa hujazoea maisha kama hayo. Alipoanguka, kuna mtu alimuokota kiroho safi tu, akamleta huku ndani. Mama anaamka, anakuta ni Sister Mu. Kumbe Sister Mu alishampenda muda sana. Ni wewe? Akamwambia ndio. 我怎么在这儿？ Kwa nini niko hapa? 你醉倒了， Ulikuwa umeloa ukaanguka, nikakuokota. 醒酒， Ambo kunywa kinywaji kinaondoa ulevi haraka sana. 小心。 Okay, pole. Binti akanapooza. Jamaa kamwona binti anapooza. Nikaa binti anampenda kweli yani. Ni muda sana binti amekuwa akimpenda, hata yeye mwenyewe anajua. Sasa kuona binti anamjali namna hii. Unajua mtu anayekujali hata ukimfukuza mara moja atarudi tu kwa ajili yako tena. Kuna binti mbona niangalia hivyo? 你的样子 Unajua uso wako ni sawa sana na mama yangu aisee. 不烫了， Anyway, kunyosha poa uji. 我爹 Ina maana kama Yang Taisin, anamaanisha Yang Taisin. Babangu alikuwa ni mtu wa namna gani? 光明磊落， Alikuwa ni mtu mkweli, rafiki mzuri, 他都没 na hajawahi kukusahau nyewe wawili hata siku moja. 如果 Kama 他不， ningekuwa si mtoto wa babangu, ungeni au sio mtoto wake pia, ungenijali kama hivi kweli? Kama ndio ningekujali.
Basi 行， tuingie upande huu. Sasa binti akana wasiwasi, huenda Jing anipende. 喜欢 Ananipenda, 几个？ anipendi. 花 Ananipenda, 喜欢 anipendi. Ananipenda, anipendi. Ananipenda, 不喜 anipendi. Naonekana brother Jing anipendi mimi aise. 能 Huenda sitaolewa. Lakini inawezekana. Hebu leta jagi lingine hapa. 姑娘， Mama, tushafunga store tayari, inabidi uondoke. 这么早就打烊？ Mbona haraka sana hivyo? Hamna wateja tena kwa sasa hivi. Uone hamna mtoto mmoja hapa. 庆哥哥怎么还？ Kwa kaka Jing hajafika mpaka sasa hivi. Unasemaje? 有奇， Ulienda kumuona yule binti mpuzi, si ndio? 不是 Rongaso mpuzi master. 他， We, kaka. Tia. Achana naye huyu. Nitaongea naye mwenyewe hapa. 我说的， Usimkasirisha mimi. 静儿， Gojing. 黄， Uwarong yule binti. Baba yake mwenyewe ni mtoto Hong Langsao. Baba yao ni mkatili kinyama. Dada yake ni Sister Mei. Nakwambia ni katili wakubwa. Ukoa makatili watupu wa watoto. 我们江南七怪， Ukienda kuolewa kwa itakuwa ni ugomvi mkubwa. Sisi tulimuoa kaka yake. Nafikiri atakuja kuwaje upande wetu. Alafu Hong Langsao ni adui mkubwa, katili sana na ogopewa katika ulimwengu kwa sasa hivi. Ni mmoja wa master wanaoheshimika sana duniani. 女儿在一起， Unataka ukawa wewe mtoto wake? Ukafunga ndoa na binti yake, unataka tufe nini? 他爹爹也 Ronga lakini ni mtu mzuri. Babake sio mbaya. 连他徒弟的脚， Anakaa mtoto kukata fimbo wewe. Hoja iko pigwa hajafundisha labda tangu tumekulea wewe. 我 Unaona nakosa heshima kwetu sisi. 徒弟下 Ni kwamba tu Tama. wewe mwanafunzi wake. Haunyamini. 师傅都 Au tuamini walimu wako tena. 不敢。 Mwalimu, 但是 simaanishi hivyo. Uba. Lakini siwezi kuishi bila Ronga. Na me- Ronga hawezi kuishi bila mimi tena. We, nakwambia kijana. 兄弟，只要我还 Kama bado hautusikilizi, 在 ndakuwa kutana na matatizo makubwa sana wewe. Hata kufundisha labda muda mrefu wewe. Toeni hapa. 师傅， Master. Master alikasirika sana. 你 Unajua mtoto amekuwa mkubwa alafu hatujamfundisha adabu muda mrefu sana. Hamna shida. Ita- Ndakao ujitambue mwenyewe. Utakaa huko ndani mpaka ujitambue mwenyewe na utubie makosa yako. Binti kamsubiri sana huko ndani. Hakumuona kabisa Jinga. 庆哥哥一定会 Kaka Jinga atakuja tu bila shaka. Binti kasubiri amuoni Gojing. Sasa usiombe, binti ni machachari kweli. Baba yake na huyu binti ni mtu mmoja hatari sana. Anaitwa Langshao. Tutamjua baadaye, twende sawa. Binti akaja huko. Atakuwa amemfunga ni? 这 Kuchungulia, tumemfunga mtoto mpuzi, akasikia akiwa anaongea. 硬 Anaonekana anaota mapembe haraka sana huyu. 致命， Asubuhi bako bishana na walimu wake, tukamwambia abishana na walimu wake. 可是静儿 Lakini Jing ni mtoto ambaye kila siku ni mtiifu. 帮他一， Alafu kimfunga kama hivi, Kweli. hajisikii vibaya. Wewe utabadilika haraka kweli? 我们 Sitakuwa tunamforce au? 那你觉 Sasa unafikiri atasikiza kwa tukiongea naye vizuri? 大哥， Kaka, 我虽然也不 mimi simpendi huwa kweli, lakini 可是 ni kama vile 相， kwa pande za hisia na mapenzi. Ewa. Kuna Jing kweli anampenda kweli. Ewa. Na wewe Miss Wang anampenda kweli. 我觉得 Kwa nini tusimwache yeye mwenyewe akaona kama wanawezana wawezani? 说话， Unaendelea kumtetea eh? 啊， Dada wa pili, 这 hii ni funguo. 放在里呢， Na wewe utakaa nawe wewe mwenyewe. Baada ya siku 3 msimpe chakula usiku wala asubuhi. Simpe chakula. Kaka sana nimesikia. Binti akajua kumbe Jing kafungwa. Basi. Sasa hawa wataki Jing amuoe binti, maana wanamjua baba yao na binti ni mbaya. Sasa binti kavaa kama chakula akaingia mtaani. Sasa binti kwa kuigiza ni hatari mno. 大哥， Sasa kaka, sasa akiwa mtaani anachagua vinyago leo vitu mbalimbali. Wale siku ya sherehe fulani. Sasa binti akajifanya kama ombaomba akawafuata. 哎呀，大侠行行好吧？ Yaani nina njaa, nisaidieni mtoto sijala jamani. 呀， Na siku nyingi sijala. 哪有？ Wewe sikia kutajiri wewe. Mpe mwenyewe huyo ombaomba kawaida tu. 他怎么？小子， Ah, twendeni achana na huyu. 真小气！ Akapita chap. Akampora mzigo. Kumbe jamani ni mwizi. Dogo hujui. Binti kujikuta ameibiwa yeye. Pumbavu. Jamani mwizi kinyama. 大哥， Kaka, 热闹。 leo ni siku busy sana. Kwa nini? Watu wako wengi sana hapa leo mjini. 七妹， Watu ni wengi. 离吧。 Ah, leo ni siku ya pili ya sherehe ya Jing. Shida. Lakini tumemfunga Jing ya siku ya pili leo. 大哥， Kaka, nishakwambia kila siku. 说好，谁也不许 Hakuna mtu atakayempelekea chakula mpaka siku 3 zipite. Pokwe. Naona mnunulia vitu tu Jing nampelekea. Nimekwambia msimpe chakula. 特 Mara kasikia jamani kuna mapepo. Natabiri ukubwa wa kitu, naona mbali, naona future. Inaonekana wewe. 要不要来特个？ Jamani hapa kunatabirika utabiri wa hakika kabisa.
Kama tabiri wa hakika akaja. Kumbe binti kavaa mandevu kaja hapa. Kama sio hivyo. Hivi kama sio kweli. Kama sio kweli. Mbona mvurugue eneo langu mkaondoka kama sio mtabiri wa kweli? Mvurugue eneo lako kama sio mtabiri wa kweli? Basi mimi sitaki kufanya hivyo. Sitaki. Ati mtabiri wa kweli. Hivi anatoraje? Nyinyi mmekuwa mkifanya ubaya hizo siku za karibuni. Sasa nikaona kwa future hapa. Ubaya? Okay. Hebu sema tukiona kuna utabiri wetu. Mama kasogea hapa. Amka. Sasa wewe ni binti Ronga akajibadilisha. Ni kwamba Mungu wa bahati anatuambiaje msema? Hebu chagueni herufi gani mnataka? Okay, mimi nachagua herufi hapa. Akaandika, kumbuka ni kipofu haoni. Akaandika herufi fulani hivi. Ukiandika herufi na kutabiria kitu fulani kwa jina lako. Hapana. Nene. Hii herufi yako inaonekana kwamba imeandikwa kwamba kwa jinsi kwenda kulia kwenda kushoto. Hii ni ishara ya kwamba vitu vinavyotokea unavyofikiria akiane vibaya kweli. Nikiangalia vizuri hapa ni kama nyinyi kuna kitu mmejaribu kuwatenganisha wapenda nao ambao wanapendana kweli. Ni kama mna dhambi mnaitenda ya kutenganisha watu wapenda nao. Ni kweli, ni ukweli eti tunamtenganisha Jing na yule binti. Itakuwa ni ya bahati ya ukweli. Ni kama mnajaribu kuwatenganisha wapenda nao, na kati hao washapangwa na miungu, na miezi ndio inachagua, na miungu peke yake ndio inachagua watu hao wawe pamoja. Lakini mtu anapojaribu kuwatenganisha hao wapenda nao wawili kwa malengo yake binafsi, basi miungu huwa inavuka sheria ya miungu na mbingu itamwadhibu kwa radi, kumpiga na radi mtu akafa. Ngoja. Wewe, acha kutudanganya bwana. Pesa nyingi si ninaongea. Au unajua kitu gani wewe? Kama Jing akiona na yule binti pepo, hii itakuwaje? Fikiri ni ukweli. Lakini hao wafaya waendani hao. Itakuwa madhara gani sasa? Binti kumbe asikia. Na washauri tu. Mkitenganisha wapenda nao, mtaadhibiwa kwa radi usiku wa leo. Naona kabisa kuna radi itawapiga mkitenganisha wapenda nao hawa. Kwa kweli makini. Upuuzi mtupu. Kwani makini msipigwe na radi Sasa siku ilipofika, binti akawa anawapiga na fataki. Piga fataki kwa juu. Anatisha kama ni radi imewafuata. Nini hiyo tena? Kama radi imepiga hivi. Binti akawa anawatisha kama vile radi inapiga. Kumbe ni binti anapiga fataki. Sasa akaanza kutishika. Mzuka huo. Mzuka nini? Ninge tutokea basi waelewe. Itakuwa ni mzuka huo. Kivipi? Haiwezekani. Kaka, wewe ndio mtabiri alisema tukitenganisha wapenda nao utapigwa na radi usiku na mzuka itatokea. Funga madirisha. Mwangalia kwa makini. Usiogope. Angalia. Hata wanapiga vipi wote tuyana na mzuka. Mzuka tena. Ule mchezo mchafu. Nafikiri hii mipepo inatufuata sasa hivi. Kaona wao wameamini ule mtabiri wa kweli. Kaka, kikubwa sio kuamini. Unajua ule mtabiri alivyosema, nakumbuka tukimtenganisha Jing na Miss Wong wenda wamepangana kweli, tutakuwa tunafanya makosa. Na kweli mambo mabaya yatatokea. Wenda na wameanza. Mfungulieni Jing. Anyie pia mnaamini? Basi wakaamini kweli labda ni mashetani. Wakimfungulieni Jing. Hamna shida. Wakaenda kumfungulia kamini kweli labda ni miungu imeamua hivyo. Kumbe si kweli. Akatoka nje. Sister, nimekufungulia. Aondoka faster sana. Sky hapa. Kwa nini sasa? Mara akamwona farasi. Red Rose. Jing, binti Ronga akaja. Ronga. Ni zama lala? Jing哥哥. Kwani uko hapa? Uko salama? Uko salama kabisa. Chemba shifu hai meo bian. Kabla hajawakuta wenzenu, mkimbieni haraka sana. Kawa hajabadilisha mawazo. Huyu dada wa pili alikuwa anataka wawe pamoja. Alikuwa anataka sana wawe pamoja. Akawaacha wakaenda. Dada wa pili yeye alipenda sana mambo yao hivyo. Kufika nje walikuta anita fataki. Unaona? Nini tena?
Unaona ujinga huu? 你自己 Huu mchezo wa kitoto tumechezewa hapa. Hamna cha mashetani wala nini. Huyu ni mtu kachezea kupiga fataki juu. 刚才那股 Na vinyago vya kijinga kama hivi. Tumedanganyika kijinga sababu yafungulia jing. 花不了几个钱就能买。 Huu ni upuuzi kabisa. 那闪电 Hamna cha radio wala nini. Ni fataki tu zinapigwa hapa. 剩下的， Huu binti mjinga kabisa huu. Anachezana matoi. Hizi matoi tu haya. 哇，去，我就知 Nilishajua tu. 天敌 Hakuna kitu kama bahati au si mtoto yenye. Hamna kitu kama hicho. Hamna cha utabiri hapa. Wao ni watupu. Lakini 好了， wameshaondoka. 好， Hamna shida. 我就当 Nitafanya kama sijai kuwa na jini kama mwanafunzi wangu kamwe. Hajai kuwa mwanafunzi wangu. Kaka, 住他的人， huwezi kumzuia katika kama shapendana tayari. Ewe. Moyo wa mtu ni moyo wa mtu. Lakini tunamsaidia kwa uzuri wake. Mfikiria kwa haraka haraka. 姑娘， Mimi si wanga nakana hangaika watu kumpa sababu anampenda jini. Jia. Anafanya yote sababu anampenda jini. Na doi- Tusiwatenganishe kama wanapendana. 烈多真 Inaonekana jini yana anampenda kweli Rongana. Rongana anampenda kweli. Ni ngumu kumpata mtu mzuri kama anayempenda jini yana. Unaona kwamba hii ni bahati kwa jini. 最美好的感， Vitu uzuri kwenye hii dunia ni mapenzi. Rongana anafanya wote sababu anampenda jini. 多少 Nafikiri tumwache wakae pamoja. 他们， Kwa nini tukamwacha kapenda na mtu mwingine ambaye ampendi? 可知 At least tumemsaidia. 他们真的相爱？ Tuache wapenda nao wawe pamoja. 总之， Haya, mimi sitakubaliana lakini kama kubaliana sawa, lakini mimi sijalikubali. Walikuja huko wanapendana kweli. Wakawa pamoja. Watu wakipendana duniani bwana. 金哥哥， Mkipendana mkakubaliana na hali mlionayo. Ni kitu kizuri sana. 你有没有 Basi kama kama unaona nyota nyingi namna hii. Wanapiga story nje kabisa. Hasa Mongolia. Nyota ni kubwa kuliko huku. Kweli? Nataka nikapaone. 好啊， Akavaa vizuri. Nitakupeleka Mongolia siku moja. Basi wakawa naangalia juu. Ni pazuri. Binti kama mwegamia kama hivi. Ilikuwa ni usiku sana. 为了救我出来，肯定累坏。 Anasema lazima alikuwa amechoka sana huyu. Akamwacha binti akalala pale mabegani. Akawa ametulia naye hapa katika sehemu hii. Basi wakawa ametulia, muda ukaenda. Jing leo kaegemewa na mtoto wa kike mara ya kwanza. 让我的睫毛可 Anasema angalia vinywele vyake vya machoni vizuri. 天上的 Viji kama nyota iliyoko angani.